Tuko na taarifa kuhusiana na riposti ambayo wameweza kuizungumza. Kama unavyoweza kuona hapo, ni riposti ya Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni John Heche. Of course kulikuwa na kauli ambayo ilikuwa imeweza kuzungumzwa hapo na nitaisoma kama ifuatavyo. Of course ni akaunti ya Tundu Antipas Mugwa Lissu. Ikiwa unaambiwa ni taarifa za kuaminika kutoka kwa wanasheria wa Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwa Lissu na familia yake, ni kwamba Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Lissu ameondolewa kwenye gereza la Keko na msafara mkubwa zaidi. Familia na marafiki wamezuiliwa kumtembelea tokea jana, na hiyo ikiwa ni riposti kutoka kwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambaye ni John Heche. Sasa ni kauli ambayo imeweza kufasiliwa zaidi, na huko pia bado masakata yamekuwa ni mengi ambayo yamekuwa yakibuliwa katika hii issue ya Tundu Lissu. Kwanza kuna hili sakata la kuondolewa kwenye gereza la Keko na kupelekwa kwenye sehemu ambayo wanadai kwamba hawajajua yuko sehemu gani. Mpaka sasa hivi madai ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni kwamba hawajui Tundu Lissu yuko wapi. Na ukiachana pia na hivyo, manake kuna hii issue ya kuhusiana na kesi ya kunyongwa kwa Tundu Lissu. Kwa hiyo pia wameendelea kuidadavua zaidi, na hata katika riposti ambayo tuliweza kuona pia kwenye nukuu ya Godbless Lema, huku akiweza kusema kwamba kipindi alichokuwa na nafasi na kwenda kumtembelea Tundu Lissu alipokuwa gerezani, basi unaambiwa jitihada na kule kujiamini kwa Tundu Lissu ni kwamba yeye haogopi kunyongwa na wala haogopi chochote. Anachokihitaji ni haki, na ile misingi walioipanga ya no reform no election iendelee kusimama kama vile ambavyo yeye mwenyekiti ameweza kuiacha. Kwa hiyo bado ni taarifa ambayo tunazidi kuona kabisa kwamba imeendelea kushika bango la Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambao wao kwa wao wanachokiamini, wanachokihitaji ni kwamba ile statement ya no reform no election iweze kuheshimiwa, kwa lengo la wao wanachokihitaji ni katiba kuweza kuwa na mabadiliko, ili mradi pia katika vile vifungu ama zile sheria ambazo zitakuwa zinawabana pia wao, lakini pia zinawabana wananchi, basi zikae sawa. Lakini mimi na wewe pengine tunaweza tusiwe kwenye mfumo huo, kama vile ambavyo tayari imeonekana kuwa ni testi kubwa ambayo kwa sasa hivi imekuwa ikiwasumbua sana Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu mambo yanayoibuka kwa sasa hivi ni mambo mengi. Huku wana swala la kuweza kupigania haki ili mradi Tundu Lissu aweze kutoka na kesi hiyo, lakini pia wamekuwa wakipambania kuhusiana pia na hiyo statement yao, lakini pia na hiyo issue ambayo tayari wameweza kuifanya kama kampeni ya no reform no election, lakini pia bado wakiwa na changamoto yao ya kuhakikisha kwamba wanapata saini kutoka Watanzania milioni 15 ambazo ni kwenye ile form ya petition ambazo ni za kuzuia uchaguzi kabla ya mwezi wa 5. Tukutane kwenye